Rais wa Marekani Donald Trump ameibuka na kutoa kauli ya kisiasa kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ni eneo la Marekani. Kwa sasa anatangaza mlango wa Hormuz kuwa eneo la Marekani, amebainisha Rais Trump. Hapa TriGen Media tunaichambua kauli hiyo na kuangalia mizania ya kauli yake kisiasa, kihistoria, kisheria za mipaka na kuangalia maana halisi ya kauli hiyo. Fuatilia uchambuzi huu unaowasilishwa kwako nami Leonard Mubali, na hii ni TriGen Media. Kauli hii ya Rais Donald Trump ni kwamba imetolewa katika uga wa kisiasa akiwa katika kampeni kwenye jimbo la South Carolina. Moja kwa moja ni ushahidi wa wazi kwamba kauli yake ni ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, inaonyesha kwamba Trump amesema anaiona Hormuz kama American territory, yaani kama himaya ya Marekani, wakati pia amekuwa kidai Marekani sasa ina udhibiti mkubwa wa usafirishaji katika eneo hilo. Hivyo kinachotokea sasa ni madai ya kisiasa zaidi na ya kijeshi juu ya udhibiti, lakini si uhamishaji halali wa mamlaka ya eneo hilo kutoka Iran na Oman kwenda Marekani. Historia ya mlango wa Hormuz yenyewe inabainisha wazi na kuonesha kwamba hiyo ni kauli nzito dhidi ya eneo hilo. Mlango huu unaunganisha ghuba ya Uajemi na ghuba ya Oman na eneo la Arabuni na hatimaye bahari ya Hindi, ukiwa kati ya Iran upande wa kaskazini na Oman upande wa kusini. Kwa mujibu wa sheria za bahari na nyaraka za Umoja wa Mataifa ni kwamba Iran inadai mamlaka juu ya maili 12 za eneo la bahari yake, ikiwemo maeneo yake ya ndani ya Strait of Hormuz, huku Oman ikiwa na umiliki wa eneo lake, yani Territorial Sea upande wa kusini. Kwa hiyo si sahihi kihistoria kusema kwamba Hormuz imekuwa mali ya Iran pekee, wala si sahihi kusema imekuwa mali ya Marekani. Mamlaka ya eneo hilo la bahari inahusishwa hasa na Iran na Oman, huku matumizi ya njia hiyo yakitawaliwa zaidi na sheria za kimataifa za usafirishaji baharini. Jambo la msingi hapa katika historia ya kisiasa ya Hormuz ni kwamba eneo hili limekuwa sehemu ya ushindani wa mamlaka kati ya ghuba kwa karne nyingi, lakini katika mfumo wa kisiasa wa kimataifa, swala la msingi si nani anamiliki bahari yote, bali ni nani ana mamlaka juu ya eneo hilo la maji, na pia kwamba kuna haki gani kwa meli za kimataifa kupita katika njia hiyo. Iran mara zote imekuwa ikisisitiza kuwa mamlaka yake juu ya maji yake ya eneo, na katika vipindi mbalimbali imejaribu kutafsiri masharti ya kupita kwa meli kwa namna inayolinda maslahi yake ya usalama. Oman nayo ina mamlaka katika upande wake wa eneo la maji. Umoja wa Mataifa unaweka wazi uwepo wa makubaliano ya mipaka ya baharini kati ya Iran na Oman, jambo linalosisitiza kwamba swala hili tayari lina mfumo wa kisheria baina ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, umuhimu wa Hormuz hauishii tu kwenye ramani, bali ni mojawapo ya eneo muhimu na muhimili katika nishati duniani. Takwimu za US Energy Information Administration zinaonyesha kwamba mwaka 2024 takriban mapipa milioni 20 ya mafuta kwa siku yalipita Hormuz, sawa na takriban 20% ya matumizi ya kimataifa ya petroleum liquids, huku katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025 kiwango kikiwa takriban ya mapipa milioni 20.9 kwa siku. Katika mazingira ya sasa, kauli ya Rais Trump inapaswa kueleweka ndani ya vita na mzozo mpana kati ya Marekani na Iran pekee, kwani tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari mwaka 2026, Hormuz imekuwa kitovu cha vita hivyo. Iran ilizuia kwa kiasi kikubwa usafirishaji kupita njia hiyo, na baadaye Marekani ikaweka vizuizi dhidi ya bandari za Iran. Taarifa za sasa zinaonyesha kuwa idadi ya meli kupitia mlango wa Hormuz imepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi na hofu ya usalama, huku njia hiyo ambayo kwa kawaida ilipitisha zaidi ya 1/5 ya mafuta na gesi duniani ikiwa imevurugika. Kwa hiyo tangazo la Rais Donald Trump ni hatua
ya kuongeza madai ya kimkakati ya Marekani juu ya eneo ambalo tayari imelazimisha uwepo wake wa kijeshi, si tukio la kawaida la kubadilisha ramani ya dunia. Kwa Irani, hatua hii ni changamoto kubwa ya mamlaka na usalama wa taifa. Tehran inaweza kuiona kama jaribio la Marekani kuhalalisha vizuizi vyake na uwepo wake wa kijeshi katika eneo ambalo Iran imekuwa ikilitambua kwa miaka mingi kuwa sehemu muhimu ya usalama wake. Iran na Oman wamekuwa wakijadiliana hivi sasa namna mpya ya kusimamia njia za meli, huku Iran ikitaka ushawishi mkubwa zaidi katika usimamizi wa njia hiyo na Oman ikipendekeza mfumo wa pamoja wa usimamizi, yani 50-50. Hivyo madai ya Trump yanaweza kufanya mazungumzo hayo kuwa magumu zaidi, kwa sababu Tehran inaweza kukataa kabisa wazo kwamba mustakabali wa Hormuz uamliwe huko Washington. Kwa mtazamo mpana, kauli hii ya Rais Donald Trump inaweza kuwa mwanzo wa awamu mpya ya vita vya mamlaka juu ya Hormuz, lakini si ushahidi kwamba Marekani imekuwa mmiliki halali wa mlango wa Hormuz mpaka sasa. Na hii ni TriGen Media.